Story kubwa ambayo ina trendi muda huu ni kuhusiana na Faisal Salum Feitoto. Ndiye mchezaji ambaye anazungumzwa sana. Bana, nyuma ya kamera ni Musa Kilumbilumbi, tajiri mtoto kutoka mkoani Kigoma, tajiri wa mawese, wenyewe wanapenda kumuita hivyo. Lakini tupo na mchambuzi wetu Shabel Daniel, ataenda kuzungumza kuhusiana na hili dili ambalo Waarabu wanataka kutia mkono ndani ya viunga vya Azam FC. Ni timu gani? Ni kina nani ambao wanataka kuweka hela? Basi hakikisha unaendelea kuifuatilia Mtani TV. Hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala mazima ya michezo nje na ndani ya Tanzania. Shabel Daniel, story kubwa ni Faisal Salum Feitoto kuhitajika pale Misri. Ni Libya. Yes, Libya. Ya, kuna taarifa hizo ni kwamba Faisal Salum, kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, anahitajika na hii club ya Al Ahly Sporting Club, ama wengi wanafahamu kama Al Ahly Tripoli, the second successful club ama team namba 2 yenye mafanikio huko nchini Libya, nyuma ya klabu ya Al Ittihad. Na hawa Al Ahly Sporting Club ama Al Ahly Tripoli, kwa mara ya kwanza imegundulika kwamba walipeleka ofa yao Azam, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2025. Walikuwa wanamhitaji Faisal Salum, lakini ofa yao ilikuwa ni ya dola $800,000. Ni fedha nyingi ukiziconvert kwa hela zetu za Tanzania, ni karibu bilioni 2. Lakini Azam wakawa wameikataa ofa yao, wameipigia chini, na ni ofa ambayo ilitumwa na mwenyekiti wa board kama barua ambavyo ilikuwa inaonyesha kutoka kwa Mr. Mohamed Omar Hassan. Huyu ni mwenyekiti wa board ya Al Ahly Tripoli, na walikuwa wanamhitaji huyu kiungo mshambuliaji. Na ukiwazungumzia Al Ahly Tripoli, unazungumza klabu ambayo imekuwa haina mafanikio kwenye hizi harakati zao za kufanya vizuri kwenye mpira wa mashindano ya CAF kwa ngazi za klabu. Unakumbuka msimu uliomalizika walikutana na Simba kwenye hatua za awali. Licha kuwekeza nguvu sana kwenye kikosi chao, kuwa na nyota kama kina Mabululu, walimsajili Mabululu, walimsajili Thierry Manzi, beki huyu wa timu ya taifa ya Rwanda, lakini bado wamekuwa hawapigi hatua kwenda kwenye hatua za makundi. Na hata msimu huu walikutana pia na kigingi cha mabingwa wa kombe la shirikisho Berkane kwenye hatua zile za preliminary, kwenye hatua za CAF Champions League, na wakatolewa. Mechi ya kwanza walitoka sare nyumbani kwa Libya, mechi ya pili wakafungwa kule Morocco Berkane. Kwa hiyo hawa Al Ahly Tripoli wanataka wachezaji wenye uwezo ambao watakuja kuwatoa mahali ambapo wanakwama na kuwapeleka katika hatua nyingine, hasa kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu ukiwazungumzia Al Ahly Tripoli ndio mabingwa walikuwa soka nchini Libya. Na misimu iliyopita kama nilivyokuambia, wamekuwa na kwama kupiga hatua inayofuatia. Kwa hiyo unaweza kuona hii move ya Faisal Salum kama itaweza kutiki dirisha dogo, kwa sababu ni taarifa zilizopo ni kwamba dirisha dogo wanaweza wakarudi tena kwa huyu mchezaji Faisal Salum, wanaweza wakarudi ili waweze kuangalia uwezekano wa kumchukua kutoka Azam. Lakini lazima tufahamu kwamba Fei tayari msimu huu mwanzoni aliongeza mkataba mpya wa miaka 3 wenye thamani kubwa sana. Ni mchezaji the most expensive player kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni rahisi, japokuwa Arabu tunajua si watu ambao wanakataa tamaa kirahisi. Wanaweza wakarejea pengine na ofa kubwa sana, kama kwenye kikosi chao wana nyota mkubwa kama Mabululu, wana nyota kama hawa kina Thierry Manzi, basi wanaweza wakatia pia mzigo wa maana kuja kumchukua kijana huyu mchezaji mdogo mwenye pesa nyingi nchini Tanzania, Faisal Salum, kutokea kwa matajiri wengine wa Chamazi, kumtoa Chamazi na kumpeleka huko Tripoli nchini Libya. Shabel, labda tukumbushe wakati Simba wanamhitaji Faisal Salum walitajiwa kiasi gani cha pesa? Azam walikuwa wanahitaji bilioni 3. Bilioni 3. Yani kuvunja mkataba wake wenye thamani ulikuwa inatajwa kwamba ulikuwa na thamani ya bilioni 1.5, yani bilioni 1,500,000. Lakini pia kiasi kingine ndo kile wabaki nacho wao Azam, na kuna malipo pia walikuwa wanalipa kwa klabu yake ilikuwa inamiliki awali Young Africans. Kwa hiyo
ni mchezaji ambaye ni expensive sana, mchezaji wa gharama, sio mchezaji mwepesi kumchukua kumtoa Azam. Na ukifikiria kwamba Azam msimu huu wamefanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho na kundi lao sio jepesi. Kwa hiyo wanahitaji quality kama Faisal Salum. Haiwezi kuwa dili nyepesi kwa Al Ahly Tripoli kuikamilisha dirisha dogo, kwa sababu ndio kipindi hicho ambacho mashindano ya CAF yatakuwa yamechanganya, na huwezi ukamreplace Faisal Salum kwa quality yake. Ni ngumu Azam kwenda sokoni kutafuta mchezaji mwingine ambaye anaweza kaleta impact ile ile ambayo Faisal Salum amekuwa akiitoa. Kwa mfano kwenye hatua zile za kufuzu dhidi ya KMKM, unaangalia mechi moja tu dhidi walioshinda magoli ilikuwa 7. Yeah. Apiga assist 4. Unapata wapi mchezaji ambaye anaweza akakupa hizo namba kwa sasa hivi kwenye mpira wa Tanzania ama barani Afrika? Ni ngumu. Kwa hiyo sioni kama deal litafanikiwa, lakini huwezi jua kwenye mpira chochote kinaweza kikatokea, na fedha za Waarabu zina nguvu sana. Pengine zinaweza zikaje zikamtoa Faisal Chamazi na kumpeleka huko Libya katika mji wa Tripoli. Unaamini inaweza ikawa ni nyepesi kwa Azam FC pamoja na Faisal Salum kukubali dili hilo la kwenda Libya, kwa sababu tumekuwa tukiona Libya haiko stable sana, lakini pia kumekuwa na machafuko ya hapa na pale. Inawezekana tunaweza tukashuhudia vilabu vikubwa vya hapa nchini, hasa Simba ambao walikuwa na uhitaji naye, na ilizungumzwa kwamba Januari inawezekana wakapata mchezaji pamoja na basi lao. Inawezekana Faisal tukamuona kwenye dili hilo Simba wakiliingilia. Kwa sasa hivi ni ngumu. Kianza kwanza kuhitaji ligi ya Libya, imekuwa na hizo changamoto za kiusalama. Wachezaji wengi hawapendi kucheza kule kwa sababu ligi imekuwa inasimama pia muda mwingine. Lakini pia ligi ya Libya ina changamoto zake, kwa mfano kwenye malipo. Kwa hiyo wachezaji wengi wamekuwa wakiondoka kwa migogoro hii ya malipo. Kwa mfano kuna Jonathan Soa alikuwa Libya kabla hajaja Singida. Alikuwa katika timu ya Al Nassr. Kule kuna migogoro itokea malipo yake, akaweza kuvunja mkataba na kuja Tanzania. Kwa hiyo kumekuwa kuna hizo changamoto, lakini pia dili la mchezaji kuhama kutoka klabu moja kwenda klabu nyingine inategemea pia na utayari wa mchezaji. Na Faisal Salum tangu amejiunga na Azam amekuwa akipokea ofa nyingi sana kutoka katika vilabu vya nje, Afrika Kusini, Morocco. Kuna kipindi Wydad alikuwa anamtaka, kipindi kile Roland Mokwena, lakini alizikataa. Mchezaji hakuwa tayari kuondoka Azam, na taarifa ambazo mimi nilikuwa nazo ni kwamba yeye timu pekee alikuwa anaiconsider kuichezea ilikuwa ni Simba, yani alikuwa anataka asalie hapa Tanzania. Kwa hiyo sijui atashawishika na kipi kama hawa Tripoli watarudi aweze kuwakubalia kutocheza mpira Tanzania na kwenda Uarabuni. Ni mchezaji ambaye yupo comfortable kucheza ligi ya Tanzania, na yeye anapenda kuzungumza na watu wa karibu wa Faisal Salum, wanakuambia ni mchezaji ambaye hajioni kama ana uwezo wa kucheza nje, lakini yeye anaprefer zaidi kuendelea kucheza soka lake ndani ya Tanzania. Kama ni move ya kutoka Tanzania, basi iwe ni Ulaya, sio hapa Afrika. Bana, switch wetu alikuwa ni Musa Kilumbilumbi, tajiri mtoto kutoka mwisho wa reli, tajiri wa mafuta ya mawese, lakini mchambuzi wetu alikuwa ni Shabel Daniel. Hakikisha umesubscribe YouTube channel ya Mtani TV.